Ni lazima kuwe na mfumo madhubuti wa utawala wa sheria kwa maana ya rule of law. Ndani ya mfumo huo, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ndiyo injini kuu ya kuhakikisha kuwa sheria hazibaki tu kama maneno kwenye vitabu, bali zinakuwa hai katika kuhakikisha uhalisia wa maisha ya kila siku ya wananchi. Inaifanya ofisi yetu NPS kuwa taasisi isiyoweza kuepukika katika safari ya kujenga Tanzania yenye haki, Tanzania yenye usawa na Tanzania yenye amani endelevu. Kwetu sisi NPS ndiyo ngome inayosimamia kupigania haki bila kuyumbishwa, kwa kubeba jukumu la kipekee la kulinda maslahi ya umma kupitia matumizi sahihi ya mamlaka ya kuanzisha au kutofungua mashtaka. Sisi hasa NPS, masuala yanayogusa usalama wa umma ni kipaumbele kwenu. Uhalifu wa kiuchumi ni kipaumbele kwenu. Maslahi ya mkakati wa nchi yetu hii ni muhimu sana, lakini muhimu kusimamia rasilimali zetu za nchi. Serikali ilihakikisha kwamba NPS inakuwa na sheria mpya ambayo ni taasisi huru kimuundo na kiutendaji. Hili ni jambo la kujivunia na ni ishara ya dhamira ya taifa hili kuimarisha mfumo wa haki jinai. Kwa hiyo mnaendelea kuimarisha pia ushindi dhidi ya makosa makubwa ya kitaifa. Ofisi yenu inafanya kazi nzuri sana, lakini pia mfumo wa maadili kwa waendesha mashtaka kwa kweli umeboreshwa sana na nawapa pongezi sana. Mafanikio haya yote sio kwa bahati mbaya, bali ni matokeo ya uongozi imara, utendaji wa kujituma, maono ya kimkakati na kazi ya mchana na usiku ya waendesha mashtaka wetu wote. Kwa kifupi tu, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mashauri ya mahakama za chini yale ambayo tulifanikiwa kuyamaliza, tulipata ushindi kwa maana ya watuhumiwa kutiwa hatiani kwa 74% kwa wastani. Lakini kwa mashauri ya mahakama kuu yale ambayo tuliweza kuyamaliza, tulipata ushindi kwa 75.1%. Tumefanya kazi nzuri Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa mwaka huu tumeweza kufungua ofisi za wilaya zingine mpya 10. Na sasa tumefikisha ofisi katika wilaya 118 including wilaya zile za makao makuu ya mikoa. Tumebakiza wilaya 21 na tutakuwa tumehitimisha kuwa na ofisi katika kila mkoa. Kwa hiyo tutahitaji wizara yako Mheshimiwa mgeni rasmi endelee kutushika mkono ili tuweze kuwezeshwa kibajeti, lakini vitendea kazi kuweza kufungua ofisi sasa katika wilaya hizo ili tukamilishe. Kama ambavyo tunafahamu, kauli mbiu ya mkutano wetu ni uadilifu, weledi na uwajibikaji, kwamba ni msingi wa huduma bora za mashtaka. Kauli mbiu hii ni muhimu sana tukiishi, kwa sababu ndio msingi tunaosema ndio msingi wa huduma bora za mashtaka. Na kwa kuwa ndio msingi wa huduma bora za mashtaka, ninafahamu pia ipo kauli mbiu nyingine inayosema kutiwa hatiani au kuachiwa huru zote ni haki. Sasa kama kutiwa hatiani na kuachiwa huru zote ni haki, basi interest yetu sisi ni interest of justice. Na masuala yote haya ya uadilifu na uwajibikaji ni masuala ya sheria. Ofisi ya Taifa ya Mashtaka ina jukumu nyeti katika mfumo wa haki jinai nchini, jukumu ambalo linahitaji weledi wa hali ya juu, maadili thabiti na mshikamano mkubwa kati ya taasisi zinazounda mnyororo wa haki jinai.
Katika mnyororo huu, ushirikiano kati ya Ofisi ya Taifa ya Mashtaka na Jeshi la Polisi ni nguzo muhimu isiyoweza kutenganishwa. Jeshi la Polisi, hasa idara ya upelelezi wa mashauri ya jinai, inafanya kazi kwa karibu sana na waendesha mashtaka kuanzia hatua za awali za uchunguzi wa makosa ya jinai hadi kufikia hatua za mashauri mahakamani. Ushirikiano huu unahitaji kuimarishwa kwa kubadilishana zaidi taarifa kwa wakati, kujenga uwezo wa pamoja na kuhakikisha uchunguzi unafanyika kwa uweledi na kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizopo. Umahiri na ubobevu kwenye kuratibu na kuendesha makosa ya dawa za kulevya ndiyo kumeifanya Jamhuri kusajili jumla ya mashauri 1036 ya dawa za kulevya na kumaliza jumla ya mashauri 1258 huku ikiwa imeshinda mashauri 972 sawa na asilimia 77.27 ya mashauri yote. Ikumbukwe kuwa takwimu hii ni ya kipindi cha muda wa miezi 11 tu wa mwaka 2025. Sanjari na hilo, kwa mara ya kwanza Tanzania tumefanikiwa kutaifisha mali mbalimbali za wahalifu zenye jumla ya thamani ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 3.3, na ikumbukwe pia kuwa utaifishaji huu umeshughulikiwa kwa kipindi kisichozidi mwaka mmoja.